Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Selemani Jafo, mbunge na waziri wa viwanda, waheshimiwa watakwimu wakuu wa serikali Zanzibar na Tanzania bara, mwakilishi wa mkuu wa mkoa Dar es Salaam na Pwani nafikiri, na mwenyekiti wa CTI na ndugu zangu washiriki wa sensa hii. Kwanza kabisa tunashukuru kwamba kwa taarifa fupi imeweza kufika, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Waziri, ndiye aliyetufanyia kufunga mafunzo ya wadadisi watakaosogea kwenye viwanda vyenu kukusanya taarifa. Kwa hiyo tunafahamu Mheshimiwa Waziri ni mdau mkubwa sana wa zoezi hili ambalo tumekusanyika, na yeye ndiye waziri wa viwanda na biashara. Lakini pia baada ya kumaliza ile sensa ya watu na makazi mwaka 2022, kwa hiyo ile ilikuwa na hesabu watu wangapi wapo, jinsia zao, umri wao, mahitaji yao, elimu walionayo katika ngazi za kaya na kitu namna hiyo. Ile ni sensa ya nchi ambayo mnaweza kujua kabisa huku Tanzania kuna population ya namna gani, maeneo mnaofanyia biashara kuna watu wa namna gani, kuna wazee sana ama kuna vijana sana au vinginevyo kama inavyotakiwa. Ile ndio sensa ya watu na makazi. Lakini ile peke yake haijitoshelezi. Ile ina vitu ambavyo vimeonyesha kwa ujumla wake. Sasa tunapofanya sensa hizi zingine, sio hii ya viwanda tu, ipo na kilimo imeshafanyika na sensa zingine zinafanyika. Pale tunaenda kwa undani zaidi katika sekta inayohusika. Kwa hiyo safari hii tunaenda kwa undani sana kwa sekta hii ya viwanda. Mheshimiwa Waziri amefunga mafunzo ya hawa wadadisi wetu. Wametoka nchi nzima na naambia ni siku hiyo hiyo na Zanzibar walifungua mafunzo yale ya wadadisi ambao wamechukua mafunzo yao zaidi ya siku 14. Kwa hiyo wamefundishwa, wameelekezwa na wanajua wajibu wao, na wamesaini mikataba na OCGS ya Zanzibar na NBS ya hapa, kwamba watakapopita kwenye viwanda vyenu wajue kwamba wanabeba jukumu kubwa la kutunza siri ya kiwanda kile. Kwa hiyo si kwamba anatoka hapa na bwana kulikuwa hiyo ni kosa kwake. Anaweza kushtakiwa au anaweza kuchukuliwa hatua zinazostahili. Kwa hiyo inakwenda kamujibu kama ile sensa tuliyofanya ambayo ilifanyika vizuri sana. Kwa hiyo sisi ni mategemeo yetu, ndugu zangu wakuu wa viwanda na washiriki wote mlioko hapa, hili zoezi tulifanye kwa manufaa ya nchi. Kwa sababu ni muhimu sasa hivi kuwa na sensa. Hata ni wenyewe mnajua, bila sensa inayostahili tunakwenda wapi? Tutakuwa tunafanya nini? Yaani tunajifanyia tu vitu kama ilivyo. Nadhani mnaelewa umuhimu wa sensa hiyo ambayo itafanyika. Kwa hiyo tunatoa woga kwamba siri ya kiwanda kimoja isije kaenda siri kwa kiwanda kingine kaenda, sivyo hivyo. Wale watakao kuwa wanakuja kwenye kiwanda chako ni wale ambao wanatambulishwa kwako na wameapa. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano mkubwa sana, tupate sensa zilizo sahihi, mataarifa zilizo sahihi, kusudi tuijue nchi yetu inatakiwa iende wapi. Wanaohusika na kutunga sera wajue wana sera gani zinatakiwa, hasa na wakati wenyewe tunaokwenda nao. Wakati usi ule wakati wa zamani, sasa ule wakati mpya, na sisi sio kisiwa, tupo katika dunia. Na tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia ametutambulisha kwa dunia nzima. Kwa hiyo nataka waone viwanda vyenu vinafanana na viwanda vya dunia nyingine. Kwa hiyo na hii haiwezi kupatikana mpaka tuwe na sera zinazostahili. Wale wanaohusika na mambo ya kutunga sheria ama kuweka sera, wao wanafanya zile sera katika misingi ambayo inaonekana na ni ya kweli na ipo. Kwa hiyo NBS na OCGS ndio waliopewa mandate ya kukusanya hizi taarifa sahihi na kuziweka na kuzitumia na kuzitoa kunakostahili. Sasa tunaomba kabisa hivi vyombo vyetu kwa wakati vinafanya kazi kubwa sana. OCGS na NBS wanafanya kazi kubwa sana. Sisi tuliokwenda kuwaunga mkono kwa siku chache ni watu ambao hawalali, hawafanyi nini, wanahifadhi hizi taarifa kwa ajili ya manufaa yetu sisi wote. Kwa hiyo ndugu zangu wenye viwanda, tunaomba ushirikiano mkubwa kama tulivyoshirikiana wakati wa sensa ile ya watu na makazi, tushirikiane na hii pia iwe one of the best sensa ambayo tulionayo. Kwa hiyo mimi naombea na watakieni mkutano mwema sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mama Makinda. Nilitegemea kina mama watapiga makofi mengi zaidi.
Pigeni makofi tena jamani. Kwa nini nasema kina mama wangepiga makofi? Kwa sababu yale mambo ya Beijing yote mwisho yaliishia yeye kuanza kushika moja mhimili wa dola. Umesema moja? Karibu sana. Mazoea ni matatizo. Tunaye takwimu mkuu wa serikali mpya. Naomba dada usimame. Wengi mliofanya kazi muda mrefu mlikuwa mnamjua Dr. Chua. Sasa Dr. Chua amestaafu kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo na sasa mama Dr. Amina Msengwa ndio takwimu mkuu wa serikali mpya. Kwa hiyo nitaka niseme hivyo tu. Asanteni sana. Kwa hiyo na mimi nilikuwa ninasema pale kwamba zile harakati za kina mama zote Beijing wapi mwisho ikaishia kwanza, matukio makubwa kwanza ilikuwa kupata spika mwanamke, kwa sababu hiyo ni moja katika mhimili wa dola. Baada ya pale tena wamefuata mama Samia. Oye, si ndio jamani? Haya, kwa hiyo naomba sasa nimkaribishe mwenyekiti wa CTI ndugu yangu Hussein Sofiani Ali ili aweze kutoa salamu zake hapa. Karibu sana.